Leo tunaangalia ndoa ya wakongwe ama raia waandamizi wastaafu na bado penzi halijastaafu. Kabisa. Si wengine mabibi na mabwana, tunaletea safari ya maisha ya uhusiano wa ndoa ya Bwana Paul na Bibi Juliana Kimiti, wanandoa Bibi Julia Kimiti, wanandoa waliounganishwa na upendo. Walioshirikiana katika safari ya maisha kwa miaka mingi, wamezeeka pamoja na wanatufundisha dunia na jamii maana halisi ya ndoa, uvumilivu na mapenzi yasiyo na mwisho. Kama tulisema kuna dhoruba sana, lakini kuna simulizi ambazo zinaweza zikatuambia kwamba kumbe inawezekana. Na kuna mtu ushasikia mtu akwambia fulani ni mtu wa maneno yake. Kuna mtu unamwambia binti bana, mimi nataka tuzeeke wote. Tuzae watoto tuone na wajukuu na panapo majali hata vitukuu. Sasa kuna vijana hawaishi maneno yao bwana. Vijana mlichagua majina ya watoto na mkacha. Karibu uongozani na sisi kuangalia simulizi hii na wewe ujifunze, uburudike, ufurahie, manake kwa ambao mnamfahamu mzee wetu Kimiti akiwepo lazima ucheke. Kwa hiyo kucheka kupo hapa. Mwenzetu Angela Monda alipata nafasi ya kuwatembelea familia hii na ametuletea simulizi yao. Karibu sana Angela. Zinasikika stori nzuri za upendo au mapenzi bora kuwahi kutokea. Kuna ile simulizi ya Julieta na Romeo. Je, unaifahamu ile ya Kaole Bagamoyo, ya kabuli moja la wapendanao waliokutwa wamefariki wakiwa wamekumbatiana katika upo wa bahari ya Hindi? Nisikuchoshe, twende hadi kule India kwenye Kuchi Kuchi Hotel. Tutue hadi katika jengo maarufu Taj Mahal ambalo limebeba simulizi ya upendo wa dhati ya mfalme Shah Jahan aliyeamua kumjengea kaburi mke wake aliyempenda sana, Mumtaz Mahal, na leo imekuwa sehemu ya alama ya upendo unaoishi na watu maelfu huenda kuzuru hapo. Na hili limenifanya nifunge safari kuja kuchukua dawa ya upendo kwa wapendanao hawa, Bwana Paul na Bi Julia Kimiti. Hakuna anayewafahamu wapendwa hawa asikwambie namna Bwana Paul na Bi Julia Kimiti upendo kwao imekuwa alama katika maisha yao ya ndoa. Huko duniani tunavyoangalia kwenye visimu vyetu, kwenye mitandao yetu, tunaona namna gani ambavyo mmeweza kujenga familia yenu kwa furaha sana. Hivi siri ni nini? Hakuna jambo unaloliona hili bila Mwenyezi Mungu kuweka mkono wake ndani yake. Hivyo situone kiwango na miaka 78 karibu na kufika 80 very soon. Mimi na 85. Sasa ni vitu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwamba ametufikisha hapa tulipo. Sasa siri yoyote mtasikudanganye, unamtangaliza mtangulia. Nasali novena, nasali sala zote. Na nasali kunishinda hata mimi, labda ndiye ananiombea niende kuishi zaidi. Na yote hiyo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hilo la kwanza. Lakini la pili ni mazingira unayoishi nayo. Sisi ni mke na mume, ni kitu kimoja. Hata kama kuna ugomvi wa namna yoyote, lazima mkumbuke kwamba mmeunganishwa na Mwenyezi Mungu, na usimchezee Mwenyezi Mungu kutaka mwingine talaka utakuondoka. Hakika Mungu kwanza kama ulivyosema. Pengine tumsikie na mama kidogo kwa upande wake katika hilo. Mmewezaje kuishi pamoja mpaka sasa? Alivyosema ni kweli, lakini na hasa uvumilivu
mvumilie mwenzio kwa kila jambo. Binadamu huwezi kukaa kama malaika. Unaweza kukosea, lakini pale unapokosea unakimbilia hasa kuomba msamaha. Unaombea samahani, nimekosea hivi. Lakini bila kuomba msamaha na bila kukiri kusema kwa wewe ni mdhaifu, umefanya kwa kosa, inakuwa vigumu. Lakini jambo kubwa ni kuvumiliana, kuombana msamaha, mambo yanakwenda vizuri. Wewe una kofia nyingi katika uongozi tangu huko ambapo sisi sasa ni kama kusema wajukuu tumesoma sana, namna ambavyo tukisoma kwenye vitabu vya enzi mpaka hivi karibuni au hata hapo majuzi kati tumetoka kuzungumza pia na wananchi. Mara nyingi katika kazi hizi huwa kuna kwenda mbali na familia, majukumu pia ya kinchi alikuwa anakuhitaji. Mmeweza vipi ku-maintain hiyo bond au huo ukaribu, kwa sababu tunaona wakati mwingine katika masuala wanayosema kwenye uhusiano, wakati mwingine umbali au distance huwa ni chanzo cha watu kutengana au upendo pia kufitinika. Kwa kweli hatujakaa mbali sana kwa sababu yeye ni mtumishi wa serikali. Mimi nilikuwa mtumishi wa chama cha TANU enzi hizo. Kwa hiyo ni hivyo, mimi nikiwa na shughuli zangu za chama najua kwa niko kazini, na yeye akiwa shughuli zake za serikali unajua yuko serikalini. Basi tunavumiliana, unajua kabisa mwenzangu ana shughuli, unavumilia. Mlikutana wapi na ilianzaje kwenu ninyi kukutana hadi mkatengeneza familia? Nikianza na baba. Kwanza kwa taarifa yenu, mimi nilichelewa sana kuoa. Nilichelewa kuoa kwa sababu nilitaka niwe na uhakika nani nitampata ambaye tunaweza kuishi naye miaka mingi. Na kipindi hicho sikufichi, ningekuwa nishaoa hata mzungu. Nilikuwa Holland, nimekaa kule miaka 3 nasoma, na nilikuwa najulikana sana kwa sababu ya muziki. Ndio kipindi hiki kulisikia nianzisha band, nilikuwa The Safari Brothers. Hapo tayari elimu msingi, upili, kote memaliza. Ndio nimekwenda sasa kwenda kusoma masomo ya chuo sasa. Chuo. Naam. Maana ya msingi tulishamaliza huko zamani. Basi nimekwenda kusoma, nimechukua miaka 3 pale Holland. Na bahati nzuri nikawa mtu maarufu kwa ajili ya muziki. Kwenye matelevision watu waniona. Hivyo kwa kipindi kile kama ningekuwa sina dhamira yote ya kutaka nirudi kwa nyumbani, ningeoa mzungu. Mwenzangu mmoja anaitwa marehemu Alphonse Limo, ambaye tulikuwa tunaimba naye, alikuwa mzungu. Hakuwa mzungu na watoto wake kama 3 4, lakini bahati nzuri wote walikuja. Anatoka Kilimanjaro. Bahati mbaya alifariki na mke wake alishafariki. Niliporudi tu baada ya kufanya kazi ambayo nilikuwa nakusomea ya kilimo, nikachukia naitwa makao makuu ya TANU, sio CCM. No. TANU wakati huo. Pale Lumumba pale. Naam. Lumumba. Nimerudi mwaka 64. 65 nikamkuta huyu. 65 nifikiria. Huyu alikuwa ni secretary wa katibu mkuu. Tena alikuwa anashughulika na confidential registry. Kumuona ilikuwa si kazi ndogo. Alikuwa anajifungia ndani. Unajua mtu ukiwa katika chumba cha siri kile, si rahisi kutoka. Sasa ilikuwa siku moja napita, angalia kuna msichana mle ndani. Wewe kasema ruhusiwe. Na alikuwa anafahamu sana kwa sababu ripoti zetu wanapata. Akasema mbona niulize kila wakati wewe kutoka nisema mimi pipa Sumbawanga. Na yeye mwenyewe akasema yeye ni Mngoni. Nikasema hapa tutajaribu Mngoni ndio namtaka. Alafu nikaja bado nzuri, nikaja kutambua kumbe ni mtoto wa chifu wa kina Chaburuma. Kwa kule Songea. 67 nikamweka kiti moto. Nikasema sasa sitaki utani. Mimi nataka kuchungulia. Nikasema mbona sikufahamu vizuri? Nikasema utajua tu. Alafu bahati nzuri nilikuwa na gari. Na kati ya watu pale makao makuu ya chama hakuna mtu alikuwa na gari.
kukubali. Ni mimi peke yangu. Naam. Na nilinunua gari hiyo kwa shilingi 19,000. Kwa wakati huo. 19,000. Ilikuwa ni aina gani ya gari babu? Ford Cortina. Oh, wow. Ford Cortina. Basi nadhani bahati nzuri nampa lifti. Lifti. Hakuna. Kwa wewe mpaka kumkubali Paul Kimiti, ilikuwaje wakati anakutafuta na anakuambia na kila kitu? Yeye alikuwa mjanja. Kwa sababu unajua ukiwa kazini tulikuwa tunapumzika mchana. Sasa yeye mwenzangu kwa sababu alikuwa ni mkubwa na cheo chake, mimi ni karani tu mle pale kwenye chama. Kwa hiyo alikuwa anatoka mapema kwa sababu ana usafiri, anakimbia kwenda nyumbani. Anafika kule nyumbani, alijua ninapenda kitu gani. Sasa nilikuwa napenda siku zile firigisi. Alikuwa anatafuta firigisi, anaziweka pale, anasema anasonga na ugali. Sasa siku alikuwa anasoma mwenyewe au alikuwa anasongewa na mtu, mimi sifahamu. Anakuja time ya kupumzika, anakuja ananiambia twende tukale chakula. Chakula nimepika saa ngapi? Na mimi nilikuwa nakaa huko kwa upande huo, lakini kila mtu ana nyumbani kwake. Kwa hiyo anakuja kunichukua pale, tunarudi nyumbani mchana. Basi tutakwenda kula kwangu leo. Nikipita kwake nakuta ameniwekea ugali na firigisi. Tunaanza kula. Hivyo hivyo kila siku. Nikasema huyu baba huyu sijui. Nia yake sijajua vizuri, lakini acha tu. Lakini alipata shida. Kwa nini unasema alipata shida sana baba? Nilikuwa sipendi, kwanza sikumwamini. Na nilikuwa nikasema hata huyu tena Sumbawanga nasikia kuna wachawi kweli. Alafu niolewe na huyu. Sijui. Lakini basi tukaendelea hivyo hivyo mpaka ikatokea hiyo. Lakini nimesota mwaka mzima. Tunanikaribisha tu kwake kula ugali. Kweli ulikuwa ni mjanja sana kama ambavyo baba anasema. Nikasema basi hamna njia, labda ndo Mungu mwenyewe ameandika hivyo. Kila kitu kina mipango yake. Labda amepanga mimi na huyu baba tuwe pamoja kweli. Basi nikamwambia bwana umeshinda. Ngoja nimwambie baba yangu. Na kumbe baba shamwambia muda mrefu. Basi baba akawa amekuja Dar es Salaam kwa shughuli zake, tuko ndugu zake huko. Baba kanambia kuna mtu mmoja mnafanya naye kazi CCM pale 5. Tumezoeana, alikuwa anakuja Songea tunakutana. Mimi nataka kumuona. Nikasema ni nani huyo? Ndio. Akanitajia jina, nikamwambia huyo tunakaa jirani. Ndio nikaja nikamtafuta huyu baba, nikamwambia babangu anataka kukuona. Kumbe ana rafiki yake wa kila siku. Kumbe wamefahamiana. Na hakuwahi kukuambia? Hajawahi. Basi ikatokea tu hilo. Sasa hata kule kuja kumkatalia baba haiwezekani kwa sababu baba ashapata rafiki. Tena baba kaniambia sasa siku tumekaa pamoja hivi akasema unajua huyu baba huyu anakupenda. Na mwenyewe akiwepo. Mimi wala sihitaji mahali yake. Nikisema nimpe mahali nani akutolee hela inakuwa kama nakuuza. Mimi sitaki mahali yake, nataka tu kauli yake ajitahidi akuoe. Sasa kama kutakuwa na hela kuna nini labda hiyo shughuli ya ndoa ndio ifanyike hivyo, lakini sio vinginevyo. Nikasema napelekwa bure. Maka huko unapelekwa bure hivyo. Nikasema basi baba kwa sababu umekubali na mimi nitamkubali. Ndio kuanzia hapo sasa ndio kaanza ile heka ya kusema kwa sasa hivi nakaa na nitapata mtu wa kukaa naye. Lakini kabla ya hapo amehangaika sana huyu mzee huyu. Lakini kwa sababu labda kwa sababu hangaika yake ilikuwa ya maana, ilikuwa ina maana hiyo. Basi Mungu naye akaibariki. Akaibariki.
Na imekuwa heri mpaka leo. Mpaka leo tupo. Lisongoa na kimbunga kule kisichojulikana, nilikuta watu wengi lakini lugha tukuelewana. Tuje kwenye maisha sasa baada ya kuwa pamoja, namna ambavyo Mungu aliwajalia mkapata watoto na familia kujenga mpaka leo ambapo tunazungumza. Mnazungumziaje maisha ya uwili wenu wa pamoja? Tulibahatika kuwa na watoto 4. Watoto 4, mmoja wapo ndio fundi yule. Naam. Tunavulana 3, msichana mmoja tu katika ndoa yetu hiyo. Na bahati nzuri tulikazana tukawasomesha wote, kwa sababu unajua baba mwenyewe ambaye amesoma, usingependa kwa watoto wasisome, nataka wasome zaidi kuliko hata mimi. Nashukuru kabisa kwa watoto wangu wamesoma wote, karibuni walikuwa na degree. Turudi kwa upande wa mama pia katika masuala ya nyumbani, hasa pengine kwa upande wako, kuna zile tunasema hobby au vitu ambavyo mnapendelea kufanya kwa pamoja. Mara nyingi sisi tumekuwa tukiona sana kwenye muziki, hicho kinatupendeza watu wengi na kufurahia. Yes. Pengine ni vitu gani hasa ambavyo baba anapenda na wewe pia ambavyo unapenda, baba atatuambia? Maana mimi nilikuwa sijui kwanza kuimba, sijui kucheza, ilikuwa ndo heka. Nikiambiwa inuka ucheze, naambia endelea kucheza hapo, mimi nitakuwa na kuangalia. Ndio. Sijajako tuwe tu pamoja hivi. Acheze yeye, mimi nimwangalie. Nifundishe tu pole pole, kuna siku na mimi nitacheza. Lakini hobi ya kucheza ilikuwa haipo basi tu. Nimekuta kwa sababu mwenyewe anapenda muziki, anapenda nini. Namwambia haya twende, nitakusaidia tu. Wimbo nao uweza kujua, tutaimba wote. Na mna match vizuri kwenye video, naona hatuweza hata kuona kama mama ulikuwa yani kwamba muziki ni baba ndo aliyekuambukiza. Kabisa baba ndo nani, mimi nilikuwa wala. Muziki alikuwa anaupenda, lakini cha kwanza kabisa ni kusali. Huyu mama alikuwa anasali mpaka mwingine na mhurumia. Kuna zile sala za asubuhi, za mchana, za jioni. Unaelewa? Na mtu mwingine kwa kweli usipo mpeleka kanisani mtagombana tu. Hata kama una shughuli nyingine, afadhali umpeleke, umwache, urudi. Maana yake alikuwa anasali. Siku moja siwafichi, wakati tuko Mbeya, waliingia kwenye shirika moja, sijui Moyo Mtakatifu. Ile taasisi ina wakati mwingine mnasali, mnakesha kanisani mpaka asubuhi. Huyu mama alikuwa anakwenda. Siku moja mpaka wakaanza kuuliza, huyu mama hivi ana shida gani? Hivi hakai vizuri na mume wake, mke wa mkuu wa mkoa, anashinda kanisani, au yule baba ana shida, anamwombea baba abadilike tabia yake au vipi? Lakini kumbe ilikuwa ndio kama hobi yake kubwa. Lakini hiyo ndikatusaidia. Nilikuwa nakwambia pale nje ya kwamba wenda Roma, wenda kukutana Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili mwaka 94, ambao ilikuwa ni mwaka wa familia. Naam. Tumeondoka, lakini kutokana na sala zake siwafichi. Baba Mtakatifu alipokuja mara ya kwanza Tanzania, Ndio. hatukupata nafasi hata kumsogelea. Ingawaje tulikuwa kwa Kagera tu. Alikuja pale Mwanza, sehemu moja na ndio kawekamo. Naam. Ndio kafanya mkutano mkubwa sana na misa kubwa sana. Baba Mtakatifu huyu Yohane Paulo wa pili na wakuu wa mkoa wa karibu, mkoa karibu tulikuwepo. Tukataka tupate nafasi angalau kusogeleana, tupige hata picha. Wakasema hapana, Baba Mtakatifu kiusalama hatakiwi kukutana na watu, hata kama ni wachache atawabariki kwa pamoja. Sasa huyu mama alitaka angalau siku moja twende Roma. Naam. Bahati nzuri katokea mwaka 94 ambao ni mwaka wa nini? Familia. Mwaka familia. Familia mbalimbali Tanzania nzima walitakiwa wenye uwezo kwenda Roma. Na si kutoka Mbeya, nilitoka na familia kama 3-4 hivi. Ndio. Lakini huwezi kuamini, safari yetu ya kwenda
Vatican kwenda na kurudi, mimi na mke wangu. Kanisa litulipia. Mfikiria, kanisa litulipia. Wengine walikuwa wanalipa kwa nauli zao wenyewe. Lakini alikuwepo askofu marehemu Sangu, Jacob Sangu. Yeye alisema kwa kweli hakuna kitu ambacho kinamfurahisha anavyosali huyu mama. Pamoja kwamba mume wake ana uwezo wa kile kitu, lakini mama hajali mambo ya mume wake na nini, anakuja kumwomba Mwenyezi Mungu tuendelee kuishi vizuri. Lazima amekuwa ni mama mfano. Na baada ya tulipofika Roma, karibu siku 5, karibu wiki nzima. Siku ya mwisho kabla kuondoka, siku ya mwisho ndio tukawa na mkutano. Baba Mtakatifu akasema wote waliokuja kwa ajili ya mwaka familia 64 waje niwape baraka. Sasa ukumbi ule wa St. Peter's pale ulijaa, wote mfurika, watu wamejaa. Naam. Baba Mtakatifu kama kawaida aliteremka kwenye ngazi akaja kusalisha watu pale, lakini waliokuwa karibu naye ni makardinali, maaskofu manini, wale ambao wanafanana vyeo. Alafu alitokea kardinali mmoja anaitwa Kardinali Tomko, anaitwa Tomko, sijamsahii sawa, ni kule Vatican. Akasema Baba Mtakatifu amekubali familia 10 tu ndio zije zishike mkono kwa niaba ya wengine wote, na hizo familia ndio zitashika wengine kusambaza baraka zake. Sasa sikufichi, hakuna kitu kilishangaza, wanatamka majina. Nilipofika kwenye jina langu walikosea hata kutangulia, mkasema Paulus Petrus Kimitus from Tanzania, come forward to your family. Sisi tunazubaa na mke wangu, watu wasema nini mnaitwa? Sasa Kimitus tulikuwa ni mtu anakuwa ni tofauti, kumbe ni Kilatini. Paulus Petrus Kimitus, wasema ni kweli. Tukamwambia sogea. Tukaenda paka pale wote kabisa, line up familia 10 tu. Wenzetu tunakuangalia, baba shika mkono, shika mama, anaambia mnatoka wapi? Tukasema Tanzania. Akafurahi sana kwa sababu alikuwa anamkumbuka askofu Sangu, labda alisoma naye zamani. Basi tuliporudi, huwezi kuamini, wenzetu wote wanataka ushike mkono, lakini walituambia mtaumia, kwa hiyo watu wa mwisho waneni mtaumia, shikeni wa Tanzania kwanza, ndio kama pale ambavyo alafu mtoke hivyo kimya. Na tukaondoka. Mama katoka sema sasa nimeridhika, kazi ulionituma Mzee Kimiti nimekamilisha. Nikasema nini? Nilikuwa na sali, alikuwa na rozari anasali huyu mama. Tulipoitwa kaisahau pale, mpaka leo wajui kama iko. Ilikuwa baraka ndio zilianzia hapo. Ni kweli. Huwezi kuamini, 94 ndio 95 nateuliwa kama waziri wa kilimo. Ndio. Nateuliwa kama waziri wa kilimo. Na ndio kipindi hicho baba wa taifa alikuwa ameniambia nigombee urais. Baba wa taifa Mwalimu Nyerere 95 wakati wa kina Mkapa ndio anagombea. Alikuwa sema na wewe kwa nini ugombee? Wamekuomba watu 14. Wengine wanakonga tayari. Ikulu si mahali pa kukimbilia. Sasa mzee, kwa nini sasa Kimiti kwa ajili wewe pale umeshafanya kazi, nishakuwa waziri. Kipindi hicho nilikuwa waziri wa serikali za mitaa mwaka 1982. Zamani hata mtegemea kama mtazaliwa hivi kabisa. Hatupata kwenye ramani ya dunia. Ndio. Basi nilikuwa waziri, basi nasema chekome hiyo nafasi. Nikasema mimi mkoa unanitosha. Kweli mkoa unanitosha. Ndio magazeti kaanza kuandika. Waliandika magazeti, Kimiti atateuliwa kwa waziri mkuu. Wakaniandika magazeti mengi sana. Waandishi wakawa nimenichafulia bahati yangu ile. Ndio mwalimu akasema Mkapa, kwa nini nampendekeza Kimiti? Sema Kimiti nadhani ana akili zaidi. Anaweza kumsaidia. Sema yule ni mkuu wa Katoliki mwenzako. Sitaki mjazani wa Katoliki hapa. Mpe kazi nyingine. Ndio nikawa waziri wa kilimo. Hivyo
ndio saizi ningekuwa wewe ningepata live. Pengine ningekuja kwa itifaki kwa kukuandikia barua sana. Lakini yote yamekuwa heri kwa sababu tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Bali tunaanzia bali. Kabisa. Tunapofika hapo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ndio maana. Kabisa. Yote tunasema Mungu. Naam. Anajua afanye. Hakika. Na hiyo ikaendelea, magazeti yote kaanza kuandika. Kimiti anatembea na Baraka na Baba Mtakatifu. Yaliandika magazeti. Okay. Manake kupita muda walimu walipofariki, swali niambia mimi nisimamie mazishi. Nikasimamia mazishi. Naam. Magufuli wakati ule anaapishwa 2020, mimi ndio nilikwenda kusimamia kuapishwa kwake kwa niaba ya wazee. Wakati Kimiti ana nini Kimiti? Hajui Baraka za wazee yuko mbele ya safari Kabisa. na huyu mtoto amfia niombea mtoto huyu Magotini muda wote. Ndio maana tumio nakaa unafurahi tu. Unafurahi, unapiga muziki. Alikuwa hajui kuimba mpaka nimfundisha kuimba. Tulianza kupiga muziki. Wewe. Naam. Nilidai sana, lakini yote nimshukuru Mwenyezi Mungu. Yapo ambayo yameandikwa kwenye vitabu na vitu kama hivyo kwamba kuna nyakati huenda upendo huwa unaisha kwenye familia, lakini kwenu hilo hatulioni baba na mama. Hii inakuwaje? Ni siri ni nini? Je, ni kweli upendo huwa unakwisha au kwa nini imekuwa ni tofauti sana? Sidhani, sijawahi kufikiria hilo. Na sijawahi kulifikiria hilo. Na hajawahi kunikwaza kiasi mpaka niseme hivi kwa nini naendelea kuishi na huyu baba. Hapana. Kwa kweli tumeishi vizuri, namshukuru Mungu kwa hilo. Wala kunyanyua labda umekosea tu kwa bahati mbaya anyanyue mkono wake akupiga hata kofi. Mimi sijawahi kupigwa kofi na huyu baba. Mpaka hivi nazeeka hivi. Unataka nikupige? Tutapigana. Hajawahi kunipiga kwa kweli. Wala kunifokea hivi. Tutazungumza tu, hapo umekosea, akisema ndio nimekosea, basi tunamaliza. Maana ni kukubaliana tu. Mwenzi wake kukosea, ukimuomba msamaha na kuelewa, basi. Sijawahi kwa kweli. Namshukuru Mungu kwa hilo. Hata marafiki zangu ndio wanasema lakini jamani wewe Juli umefanikiwa. Unakaa na mwanamume ndani umempa dawa za kutubaisha. Nikamwambia sina cha dawa wala nini. Ni sala tu, Mungu mwenyewe anajua kwa nini tunaendelea basi. Lakini sina lolote. Wizara ya Kilimo ni msingi wa dunia. Ndani yake mna idara nyingi. Yupo wanashamba. Yes. Yeah. Tukiangalia familia yenu mnavyoishi na ambavyo hamfikirii hata kumpiga hata mwenzako kofi, lakini kwa haya ambayo yanaendelea, pengine kwa mawazo yenu tumefeli wapi kama jamii au shida iko wapi? Tumekosea kuwapa uhuru watoto zaidi. Kwa sababu tu kuacha watoto wafanye wanavyotaka, na hii mitandao tunayoangalia kwenye kwenye TV mtu anapofanya, unaona kuwa labda ndio vijana wanatakiwa wao hivi, kumbe tunawapotosha watoto wetu. Kwa kweli hatukemei sasa hivi mtoto wetu kumwambia kwa nini unafanya hivi, mwanangu kwa nini unafanya, hapana. Tunaacha, tunasema wakati wao sasa hivi, kumbe tunaharibu watoto wetu. Mpaka watoto wenyewe wanakuja kumwadhibu mzazi. Unajua wanasema mtoto unania sasa wewe mbona umeanza kuzeeka, so tupe tu haki yetu, tutujue tunafanyaje, tutakuwa tunakusikiliza wewe tu mpaka lini? Wapo wanaofanya hivi mpaka sasa hivi. Lakini mimi namshukuru Mungu sana tu watoto wangu wasiwakute hayo. Hatuna kitu cha kuachia, waelewe kwa wazazi wetu ndivyo walivyo, wakubaliane tu na maisha. Ni zipi nyakati za furaha au ni matukio gani ya furaha nyinyi kama kapo yaliwahi kutokea kwenye maisha yenu ukapendezwa nayo sana ambayo unakumbuka? Tunaona mafanikio ya watoto wetu. Wanafanikiwa kufaulu vizuri, kwenda vizuri, kupata hati safi na nini. Psychological unaona hawa hawajaniangusha. Kwa sababu inaweza kuwa kinyume. Prudencia Orange for services to diversity. Ni amani kwa watoto wangu tu. Napata amani kwa watoto wangu jinsi wanavyoishi.
na wana marafiki wazuri, na kila mtoto anayetokea anasema mtoto fulani bwana, watoto wako wazuri sana, watoto wako wana tabia nzuri sana, watoto wako wanashirikiana na watu wengi sana. Hiyo nayo furaha, na mzazi pata furaha pia. Na mimi nilikuwa na falsafa moja ambayo nisaidia tangu zamani, hata kwenye familia. Uliwahi kusikia mtu mmoja anazungumza juu ya tati titoto? Ulisikia hiyo falsafa yako hiyo? Naam. Lakini hiyo naitumia hata kwenye dini, hiyo naitumia kwenye siasa, lakini hiyo naitumia kwenye familia. Kwa mfano nikisema tangaza familia yako au mke wako vizuri, ni familia ile. Tangaza ndoa yako vizuri, ile tetea ndoa yako kwa kufanya nini? Timiza wajibu wako kwa ndoa, inajulikana. Toa ushauri mahali ambapo mnaona mnakoseana, mnashauriana. Lakini ya mwisho, tubu kama umefanya kosa, ndoa itadumu. Sijuelewa? Kweli. Ile nimechukua tati ndio kama utani tu. Tangaza vizuri ndoa yako, tetea ndoa yako, timiza wajibu wako, toa ushauri panapotakiwa, tubu kama umefanya makosa na kuisha. Hakika. Ulimwengu kabisa utaona mtaishi kwa amani na utulivu. Mtazamaji wa UTV, ni Mr. and Mrs. au tunasema bibi na bwana Paul Kimiti. Umeona ni namna gani ambavyo wao wameweza kuishi kwa furaha, walivyoanza mpaka sasa ambavyo leo tumekutana navyo. Na mimi wamezungumza mengi, na wewe umeng'amua yako ambayo ni mengi. Na mimi nimeondoka na ile falsafa ya tate tito tu, ambayo kwa leo katika kada au katika upande wa familia umeasikia. Mimi ni Angela Mondi na hii ni UTV. Asante. Mama, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Hatimaye tumesikia simulizi ya familia na ndoa iliyo mfano wa kuigwa. Tulizungumza kwamba kuna madhoruba mengi sana katika ndoa hivi sasa, lakini zipo ambazo tunaweza tukajifunza, na hii ni miongoni mwa zile ambazo tunaweza tukajifunza. Tumepata somo hapo, tumefurahi kwa pamoja. Tulikuahidi tu kwenye simulizi hii lazima utacheka kidogo, na bila shaka umecheka kidogo. Asante sana kwa wewe ambaye ulianza na sisi, na asante sana kwa Angela Mondi kwa kutukutanisha na familia hii. David, ulicheka muda gani? Nilicheka mbinu za kivita. Wewe lazima ujue siri ni nini. Firigisi na ugali. Wangu aje. Alikuwa anamkaribisha. Ya kabisa. Lakini yote kwa yote ni simulizi nzuri ya kufurahisha, ambayo kwa kweli katika wakati huu ambao tunashuhudia watu wanasherekea talaka, kuachana na vitu kama hivyo, nadhani ni wakati sasa wa kutukuza yaliyo mema na kufurahia watu kuzeeka kwa pamoja. Simulizi kama hizi zinakuwa dawa ama inakuwa chumvi katika nyakati ambazo tunaona maji yamekorogeka, mambo hayaeleweki, watu pamoja na kazi mbalimbali za sanaa zinaona ndoa sasa kama ni jehanam ya hapa duniani, lakini kumbe ndoa ni pepo ya hapa ulimwenguni. Kwa hiyo mimi wazee wetu wametufundisha mambo makubwa mazuri mezi. Kabisa. Kwa dakika hizi tulizosalia nazo, tunao nafasi ya kujadili sisi pamoja na wewe, na mgeni wetu hapa studio tayari ameshafika. Tuangalie mchango wa familia imara katika ustawi wa jamii, tukiangalia namna ambavyo simulizi hii ya bwana na bibi Kimiti tafakari kwa pamoja. Unaweza kututumia ujumbe wako kwa 0763809770 kwa nambari hiyo kwa njia ya WhatsApp. Na hapa studio pia tayari mgeni tulie naye, tunaweza tukaanza kuzungumza naye. Huyu ni mshauri wa saikolojia, uhusiano na malezi, Bupe Mwabenga. Karibu sana. Asante sana. Umechelewa kidogo. Sio kivile. Kwa simulizi umeipata. Nimeipata kwa kweli, nimeifurahia. Yani katika Jumapili ambazo zimeanza vizuri, ya leo imeanza vizuri. Napenda sana mambo ya familia. Na kwa kweli inatia furaha sana ukiona wazee, watu wenye heshima zao, wenye nafasi zao katika jamii
wanakuwa na uzee wa baraka wa namna hii. Na ndo na hapo tukianzia, si ndio? Mnyi washauri wa uhusiano, malezi, familia, mmekuwa mkishauri sana, mkitamani familia zifike mbele zaidi. Mkiona familia kama hii ya Mzee Kimiti, mnapata picha gani? Ni case study na inatusaidia sasa kucounter fate, yani kupata pa kuanzia. Tunapopata watu wale wanaosema ndoa siku hizi sijui hazidumu, sijui ndoa za mkataba, tunasema wewe ya Mzee Kimiti umeiona. Unaona? Kwa hiyo inatusaidia kupata case study. Yani tunapata pa kuanzia. Na wanasema kusimamia hoja zetu kwamba ndoa nzuri zipo, familia nzuri zipo, na wewe mtazamaji unaweza ukasimamia ya kwako ukatengeneza ikawa nzuri zaidi. Na wanasema ndoa za wasomi hazidumu. Good. Na watu wenye pesa. Umeona Mzee Kimiti? Tumepata case study. Ndoa za wenye pesa hazidumu. Inatakiwa iwe documented kabisa. Yani simulizi mmoja muru. Yani Azam UTV mmefanya kazi nzuri kabisa. Nzuri mno. Yes. Asante sana. Na kwa kweli, na hapo ndipo inapokuja swala la hoja ya kwamba sasa hivi mambo ni kama yaeleweki. Ukisikiliza maongezi ya watu juu ya ndoa yanakatisha tamaa. Watu wamekata tamaa juu ya ndoa. Watu hawaoni ndoa sasa kama ni sehemu ya kukimbilia. Watu wanaona ndoa ni mambo hayaeleweki. Huku kwa vijana mnapambana na hisia gani na maoni gani? Wao wanasemaje ama sisi tunasemaje? Maoni ya vijana mnayoona, uzoefu wao, wana maoni gani juu ya ndoa? Wanasema nini kuhusu ndoa? Wako mchanganyiko. Kuna ambao wanasema no matter what naingia, na kuna wale wanaosema mimi tutagawana majengo au nafikiri mnawajua. Na kuna wale wanaosema kila kitu ni toxic. Yani mtu akichelewa kurudi nyumbani ni toxic marriage. Mtu sijui asipotoa mahitaji ni toxic marriage. Yani kuna wale ambao wametengeneza hitimisho lao la ndoa kichwani kwa kutumia data ambazo sio za kweli. Yes. Kwa hiyo tuna michanganyiko ya namna hiyo. Na hapo sasa ndo tunapokuja mchango wa familia imara kwa ustawi wa jamii. Ndoa ni msingi kiasi gani katika kuleta familia imara? Mimi nafikiri na ni wasihi watazamaji tufahamu kwamba kila chema tunachokitaka kwenye mahusiano ya hii dunia kinaanzia kwenye familia, kinaanzia kwenye ndoa. Tukiongelea mambo ya biashara, tukiongelea mambo ya uwekezaji, tukiongea mambo ya uongozi, tukiongea mambo ya siasa, tukiongea mambo ya makazini, yani mwisho wa siku chochote kizuri tunachotaka kukifanya kinaanzia kwenye familia, na familia inaanzia kwenye ndoa. Kwa sababu tunapoongelea familia tunaongelea aidha couple ama wazazi. Kwa sababu mara nyingi wazazi wanaanza na ndoa kwenye ule mlolongo wa kawaida. Kwa hiyo ni muhimu tukafahamu kwamba kama tuna nia ya kufanya jambo jema kwenye hii jamii kwa namna yoyote, ni lazima kwa umoja wetu tusisitize nia njema ya familia imara. Na tunapoongelea familia imara, tunaongelea familia ambayo ni functional. Nafikiri kwenye Kiingereza kuna kitu tunaita dysfunctional family. Yaani ile familia ambayo haiendi kwenye taratibu za familia ambazo ziko, haitaki kutunza misingi ya familia, lakini haina nia ya kusimama kwenye familia. Kwa hiyo familia imara inatengenezwa kwanza na watu wawili, mwanaume na mwanamke, ambao wameamua kutoka moyoni kwamba sisi tunataka kuwa na mwisho mwema. Kwa Kiingereza tunaita marital vision, family vision, parental vision. Kuwa na maono ya kindoa, kuwa na maono ya kifamilia, na kuwa na maono ya kiuzazi ya baba na mama. Sasa tusipokuwa tunakuwa na hayo maono, ina maana tunaingia kwenye familia, tuko tayari kuingia popote, tuko tayari kuishia popote. Hatuna malengo, lakini pia hatuna maono. Ndio maana kwenye taasisi yote ukienda, unaona kuna vision, alafu kuna mission. Kwa hata kwenye familia, lazima kuwa na vision of the family, mission of the family, goals of the family. Zile ndio zinakuwa frameworks, zinakuwa roadmap. Hapo tuweke kwa Kiswahili ili tusije tukamwacha
Shangazi yangu mmoja wa huko Liambale. Niseme ndoto. Kunakuwa na ndoto ya baba na mama, ndoto ya mme na mke, ndoto ya wazazi. Sawa? Alafu kunakuwa na malengo. Yale malengo sasa pamoja na hiyo ndoto ndio inatengeneza picha halisi. Si unaona hata nyumba kabla haijajengwa wanakuwa na kitu kama wanaita ramani, sio? Kwamba hapa patakuwa na chumba hiki, patakuwa na chumba hiki, lakini ile nyumba inakuwa haipo. Ndivyo hivyo na kwenye familia kunatakiwa kuwe na picha kwanza kichwani kwamba mimi nataka ndoa ya namna gani. Ndio maana unaona kwenye imani zingine wanaambiwa kifo ndio kitawatenga. Kwa hiyo inawaonesha kwamba ninyi mnatakiwa mtengeneze mazingira ya kuzeeshana. Sasa watu wanavyoingia kwenye ndoa, kila mtu anaingia anajihami. Mimi nikifanywa hivi nitaondoka. Mimi nikifanywa hivi nitaondoka. Kwa nini badala ya kusema mimi nikifanywa hivi nitaondoka? Kwa nini tusitengeneze, mwanaume atengeneze kitu na mwanamke atengeneze kitu ambacho kitawafanya wasifanyiane hivyo? Yaani kwa nini unaingia ukiwa hasi? Kwa nini unaingia ukiwa unategemea utafanyiwa kitu kibaya? Akinigusa tu. Kwa nini akuguse? Kwa nini hujafikiria kwa nini yani kutengeneza hali ya kwamba asiniguse? That's it. Wanatakiwa watengenezeane mazingira. Akipana tu kichwani mwanamke. Na shida za vijana wa siku hizi nikwambie Devi, ni namna wanavyoanza. Yaani watu wanakutana sijui campus. Mara wametoka hosteli wameanza kukaa pamoja. Yaani they have no, hawajajadiliana kwamba mimi na mme ni mimi na wewe ni mme mke mtarajiwa. Upendo kuna kujadiliana kwenye upendo. Upendo usiotumia akili ndio unaishia kwenye huu mwisho. Love has to use a brain. Yaani lazima upendo utumie akili. Love is blind labda. Kuwa blind ndio kujikuta unapoamka umegusana. Blind inakuwaje? Yaani blind inakuwaje? Blind mwenyewe anapewa fimbo atembelee ili muongoze. Sasa wewe upendo gani huo usio na fimbo? Wewe watu wamekutana sijui Kariakoo mpa wanaenda kujikuta wamekaa pamoja. Wamekaa pamoja hawajuani kama yani hawana shabaha kwa nini wako pamoja. Hawajui kwamba kwa nini wako pamoja. Ndio maana wanapata mimba wanashangaa. Huko mjamzito, what else? Mimi nawaulizaga. Pregnancy has never been an accident. Yaani wewe ndoa imeshaikuwa dharura, yani like emergency. Umeelewa? Haijawahi kuwa ajali. Unaona. Kwa hiyo unakuta hivi ni vitu ambavyo vinasababisha tunafika huku tunakofika. Kwa hiyo hawa vijana wanavyoanza unatakiwa waanze tunapendana ama nisaidieni Kiswahili kingine. Tunasogeza maisha. Sawa Sasa wanaume hawakubaliki hilo. Kwamba kama tunasogeza maisha. Sasa wewe msichana yani anataka mwanaume anataka kukaa na wewe kwa miezi lakini anakuambia tunazeeka pamoja. Sasa wewe moyoni kwake. Kwa maneno anakuambia nataka tuzeeke pamoja na wewe. Tunachagua na majina ya watoto. Wewe mwenzako ana miezi. Sasa si unakuwa na vipimio. Mahali popote kunakuwa na assessment tools, sio? Kunakuwa na assessment tools. Kunakuwa na vipimio. Wewe anavyokuambia tunazeeka pamoja, tunazeekaje pamoja? Dalili yenyewe hiyo. Tunazeekaje pamoja? Unataka kufanya kama kosa letu yani. Kosa la wanaume. Na msichana. Wasichana tena mimi huwa nashangaa kwa nini. Kosa la vijana. Nashangaa kwa nini msichana analalamika kwamba nimeumizwa. How? Wewe ulivyokuwa wanaume ni waongo. Wewe unadanganywaje? Yaani au kuna version ya wanaume wengine ambao Madam Buba. Ndio hicho najiuliza wewe kwa nini ukubali kuumizwa? Wewe kwa nini ukubali kuumizwa? Naomba nisome ujumbe. Kabla ya ujumbe. Wewe si msichana unajua taratibu za Kiafrika. You love me? Nenda nyumbani. Kutoka Kariakoo uliozungumzia hiyo. Ndicho hicho. Sasa wewe mpaka nitafute nauli ni miaka miwili. Sasa wewe utoke Kariakoo. Unanitaka? Ndio nakutaka lakini kwa sasa sina kitu. Tutasubiriana. Uone kama kweli anakusubiria ama anapita njia. Vijana hawataki mchakato mrefu. Sasa mtu yote vijana hawataki huo mchakato. Hiyo ya kutokutaka mchakato. Sasa na umempenda. Okay. Sasa kuna namna ya kumpoteza. Umpoteze saizi wakati hujapoteza chochote ama uje umpoteze wakati sasa umeshaumizwa. Na amekuachia mzigo wa malezi. Alafu sasa hata hiyo mimba jamani. Sasa sije nikaongea nikakosea.
Sasa msichana anapoamua sasa kuanza kuwa mzazi, si unaangalia na wewe unaenda kuwa mzazi naye. Wanajua kupretend. Madam, wanakodi hadi mageto hawa. Ambalo sio lake. Wewe hufanye utafiti wowote kabla hujaingia. Alikuwa na karaki yake. Hauji kumshtukiza. Akikapangilia kale karaki. Akiwa anakutumia 10,000, unasema huyu atakuwa na huyu hii Pampers ananunua. Yaani kumbe ana karaki kitu kali kakuniteka mimi. Unajua Pampers atanunua. Baada ya hapo kanaisha piu na wewe ndo na mimba yako ya miezi 3. Kutumia nani? Mimi naomba basi hao mabinti waje niwe na wafunda. Ile ndo swala. Itabidi uache mawasiliano hapa. Mawasiliano sitoi. Ila mwenye nia atanitafuta sana. Nikitoa mawasiliano hapa sitalala siku 2 napokea hizo simu. Yaani issue iko hivi. Kama kweli msichana ana nia ya kutaka kuolewa, ni wafundishe tu hapa wajue kuna wanaume playboys na kuna wanaume waoaji. Sasa wasichana pia wana vipimio wrong. Yaani yeye kwa mfano anakuambia mimi sitaki mwanaume maskini. Nimeshawasikia wasichana wa siku hizi, mimi sitaki mwanaume ambaye hana hela. Sasa mimi nawaulizaga, mmekutana na mvulana university. Mvulana ametoka kwenye familia ya kawaida, mnasema niongee Kiswahili. Ametoka kwenye familia ya kawaida yake kulima ya kawaida. Umemkuta yuko mwaka wa 2 wa 3. Unataka awe na hela. Kule chuoni wanagawa hela. Umenielewa? Kwa hiyo sasa anaweza akamwacha mwanaume ambaye angekuwa muoaji akakimbilia kwa mwenye hela ambazo hujui hizo hela kazipataje, ni nyingi ama chache, ni za kukaa ama za kuondoka. Kwa hiyo sometimes wasichana wanakuwa na vipimio. Sasa mnasema niongee Kiswahili, mtanisaidia vipimio au ukisema Kiingereza tutafsiri. Yake tuko na nani? Tuseme assessment tools. Yaani kwamba hivi vile vya kutathminia, yani mimi ninapotaka kupata mwanaume, vigezo good, ni vigezo gani na vitumia, kwamba huyu of course risk yake kuna tunasema ku minimize errors, at least kutofautisha mwanaume ambaye ananipotezea muda na ambaye atakaye nioa. Usiweke vipimio ambavyo sio halisi. Wewe unasema nataka mtu mwenye hela, no wonder watu wanaenda kukodi mageto. Unaona? Sasa wewe umenikuta mimi niko chuo mwaka wa 2 wa 3. Mimi hela naenda kuzitoa wapi? Sina tupate jumbe. Lakini anachokisema Madam Bupe ni kweli. Na changamoto moja, waoaji hawana mbwembwe. Ni vigumu sana muoaji kupenya. Mbona unajitetea Karungi? Yaani sasa muoaji ana yuko serious. Yaani yuko serious. Ana maono. Ambaye hoi. Si anajua anachokitaka, kile cha muda mfupi. Kwa hiyo anakuwa na mambo mengi ya muda mfupi. Naomba nisome ujumbe muda wetu umetupa mkono ili uje uhitimishe hapo. Anasema habari za hapo studio, nimeona ndoa ya Mzee Kimiti. Ukweli ni kwamba nimefurahi sana, na moja ya funzo ambayo nilipata ni kwamba ndoa za siku hizi zinayumba, hazidumu kwa kuwa wanaume hujisahau majukumu yao. Hii husababisha migogoro pia katika dunia ya sasa. Bila pesa hakuna ndoa. Tunamwona Mzee Kimiti wana maisha mazuri hapo, pesa ilihusika. Hawezi kugombana. Sasa siku hizi watu wanasema hata zenye pesa zinavunjika. Yale ya maisha mazuri, there is beyond maisha mazuri. Cha kwanza ni nia. Pesa ile ndoa. Pesa ile ndoa. Yes, na ndio hicho mnachodanganywa. Wasichana ndio hicho mnachodanganywa, majukumu sijui mwanaume lazima afanye 1 2 3 4. Wewe unaenda kusoma so what? Wewe unapata kazi so what? Ni kweli mwanaume anatakiwa afanye majukumu, lakini wewe uko pale kumsaidia. Yaani yeye ana shilingi 3, wewe una shilingi 1 unamuongezea. Kwa hiyo unavyosema kwamba wanaume wanasahau majukumu yako ya kifedha, majukumu yapo ya kihisia, majukumu yapo ya kimalezi, lakini unavyosema wanaume wanasahau majukumu, kila mtu ana haki na wajibu. Kama mwanaume anasahau majukumu, wapo wanawake wanaosahau majukumu pia. Kwa mwanamke pia ana sehemu yake ya kucheza kwenye ndoa. Asante sana. Yaani ingekuwa kanisani ningepigia Yesu makofi. Anaitwa Rahma Saidi, yupo Arusha. Sasa familia Mzee Kimiti imenifurahisha sana na nimependa mwanzo mwisho uhusiano wao. Asante sana Saida. Hiki kizazi cha siku hizi mtu anafanya sherehe ambacho mtu hadi anafanya sherehe ya taraka, jamani tukikemee haya. Asante. Anasema mimi naamini ili ndoa idumu mambo haya ya msingi: hofu ya Mungu, upendo, heshima na kuoneana huruma. Anaitwa Ahmed wa Ifakara.
Huyu anasema kwa kweli hiyo familia ni mfano bora kabisa wa kuigwa. Anaitwa Kimario Mwandinga kutoka Kigoma. Asante. Sonia Abdalla yupo Morogoro kwenye Chendege. Anasema kwa upande wangu mimi nimewapenda bure hawa wazee wangu na Mungu azidi kuwalinda na kuwapa maisha. Asante. Hariri Kachuru, tumepata ujumbe wako, tunashukuru sana. Na huyu mwingine anaitwa nani? Haya, Ahmed Ifakara, tumepata ujumbe wako. Tunaomba radhi, tutaweza kusoma tena ujumbe wa mtu mwingine, muda wetu umetupa mkono. David, ndio tunavyofunga mtu ambavyo anaweza kuimarisha familia yake. Kuna mtu labda familia iko katika hali ya kutetereka, lakini anaipenda sana na pengine mbinu za kuimarisha bado zinamchanganya. Anaweza kupenyea wapi? Kwanza tukumbushane kwamba familia ikianza na wanandoa wote wawili wanatakiwa wawe na nia ya kuisimamisha. Kwa Kiingereza tunasema it takes both to run a family. Yaani hakuwezi kuwa na ndoa ambayo mmoja ndio anaitaka, ama mwanaume tu ndio anakubembeleza wewe, ndio anakubembeleza wewe, kesho umefunga mizigo, kesho kutwa umeirudisha, au mwanamke ndio anaitaka ndio akafunge 7 kavu, akafunge 14 kavu, mwanaume yeye kazi yake tu niombe ndio not doing anything. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tunatakiwa tufahamu kwamba ili kuimarisha ndoa imara tunahitaji mwanaume awe na nia na mwanamke awe na nia, lakini ni muhimu nia yao iwe pamoja, ndio tunasema maono ya kindoa. Lakini cha pili tukumbuke kwamba sisi sio malaika. Malaika wenyewe walikoseaga. Walimkoseaga Mungu, ndio wakatupwaga wengine wakaja huku duniani na huko kuzimu whatever. Kwa hiyo hatuishi kwa namna ambavyo hakuna mapungufu. Vijana wa sasa hivi hawataki mtu mwenye mapungufu. Hawataki mtu mwenye niseme kasoro. Wanataka mtu ambaye ni malaika, mtu ambaye anasema I love you masaa 24, mtu mwenye pesa 24/7, mtu ambaye anapokea simu 24/7. Yaani ukikutana na mtu atakuwa na mazuri, atakuwa na mabaya. Angalia hayo mazuri yake yana faida kwa kiasi gani, na angalia hayo mapungufu yake yana madhara kwa kiasi gani. Kama ni vitu vidogo vidogo, ni mapungufu tu, ni muhimu sana vijana mfahamu kwamba mnapaswa kuchukuliana. Yaani kila mtu aelewe mwenzie. Yaani nia ya ndoa ni kubebana. Lakini cha tatu tunasema kuachilia, kusameheana. Yaani mtu anapofanya kosa, yaani usilibebee bango. Yaani unaliandikia siku ile sio nilikamata message. Siku ile ulichelewa kurudi. Yaani unaongelea kitu cha miaka 2-3 iliyopita. Mpaka vitu vingine mkiwa mna date. Life has to move on. Wanabubu mkiwa mambo mazuri sana. Mimi binafsi amenifurahisha kwa niaba ya vijana wengine wengi ambao. Kwa sababu amewatetea vijana wa kiume. Mimi nazungumza ukweli. Mimi nakaa katikati. Yaani uzuri ukweli ni yani hauhitaji tu kujitetea. Wenyewe ni ukweli. Wakati ni ukuta. Tunashukuru sana Madam Bupe. Kwenye mitandao ya kijamii unapatikana kama Bupe Mwabenga. Watu wengi wao wanakoseaga wanaandika Mwambenga. Jamani hakuna M pale. Bupe Mwabenga, Facebook, Bupe Mwabenga, Instagram, lakini clips nzuri zaidi wanaweza kazifuatilia YouTube. Ndio kuna issue za mental health kule. Nenda mkaangalie namna ya kukaa bila kugombana na mkigombana mpatane. Sio kubebeana mabango. Unajua hakunaga kombe kwenye ndoa. Hamna mshindi. Tunahitimisha hivyo kwa leo, tutamleta tena siku nyingine na tena. Tunashukuru sana kwa Angela Mondi kwa kutukutanisha na familia ya Mr. and Mrs. Paul Kimiti. Mimi ni Mercy Mbaya, mwenzangu ni nami naitwa David wa Karungi.